Odi. Mwanafunzi wa vituko, kijiji kimenyamaza anapopita barabarani, vumbi linamfuata. Da, sasa mbona anakimbia? Ina maana alichokisema Mbolimboli ni sahihi? Da, kweli Mbolimboli sio mtu mzuri, sio mtu mzuri kabisa yani. Sasa hapa naenda wapi? Ishakuwa shida hii. Bwana wewe, mbona mambo mimi sielewi? Hivi kuna uwezekano kweli kakaangu kupona? Mimi mambo yanaendelea hapa sielewi. Kwa sababu tangu siku yetu tumekutana pale nyumbani na tukamtuma mwalimu Nyamitondo aende akafuatilia huko mambo kwa mganga. Lakini mpaka leo simu zake tunampigia hapatikani na hajaleta taarifa yoyote. Ni kitu gani kinachoendelea huko? Kwa kweli hapo dadangu Esther, hata mwenyewe vile sifahamu chochote kinachoendelea. Kwa sababu mpaka sasa mwenyewe sijapata mrejesho wote kuhusu mwalimu Nyamitondo. Lakini mimi ninavyoona, kwanza unajua tumekosea kumtuma mwalimu Nyamitondo peke yake kwa mganga. Na umeona kabisa mwanzo tulimtuma Mtemi na Mr. Sinyimwa huko kwa mganga. Walivyorudi hali yao umeiona ilivyo. Na pale tumesubutu kabisa ni kumtuma mwalimu Nyamitondo aende tena kwa mganga, tena peke yake akiwa. Kwa hiyo ujue kwanza la kwanza leo tumekosea. Kwa maana hiyo huyo mwalimu Nyamitondo nina mashaka naye pia vile. Sije kama kwa mganga amefika. Huyo atakuwa huenda kapotezwa kabisa na nani? Na Mbolimboli. Kwa hiyo sasa tunafanyaje? Lakini hapa kwa mimi ninavyoona, tumtafute Mbolimboli popote alipo, tuweze kumwomba msamaha. Huenda litakuwa jambo rahisi. Kivudu, mimi kwa swala ya kwenda kwa Mbolimboli utaniacha. Mimi tena naenda kwa Mbolimboli. Hivyo umesahau siku yetu tulivyogandishwa kule njiani. Mimi tena nitoe miguu yangu hapo kwa Mbolimboli. Wewe mimi yani jambo hilo silifanya. Labda watafuta watu wengine kwenye kijiji hicho ndio waende. Ila sio mimi. Mbona mnamwogopa sana Mbolimboli? Au mnanichukulia kwamba mimi simuogopi Mbolimboli? Mimi Mbolimboli namuogopa vizuri sana. Lakini kwenye shida za ndugu zetu hizi lazima tuwe wajasiri. Yaani tusimuogope Mbolimboli. Ndio maana mimi nakwambia hivyo. Kwa hapa kilichobaki sasa hivi, tunyanyuke twende huko mtaani. Tumsake Mbolimboli. Ndio njia rahisi ya msaada. Na wenda tuweza tukapata bahati ya kumpata nani? Ya kumpata mwalimu Nyamitondo. Kwa nini unamwongelea Nyamitondo peke yake? Sio mwana kakaangu na yule Sinyimwa hali yao. Sasa hawa tushawapata na wapo nyumbani. Wewe mwalimu Nyamitondo yupo ndani huko? Yupo ndani? Asa mimi najuaje? Na ndio maana nimekuita hapa ili tujadiliane. Huko kimemtokea nini? Sio kuanza kulaumiana au kuniambia mimi sijui nitoke hapa niende huko kwa Mbolimboli. Mimi sikanyagi. Tusipoteze muda. Nishakwambia mguu wako mguu wangu. Kama utaki baki. Sasa utaki baki, mimi naondoka. Ngoja nikamtafute mwalimu Nyamitondo. Nenda, mimi siendi huko.
Kaka, umechukuliaje swala la huyu mgeni kuja hapa? Maneno mapenzi yanachomeka taratibu, lakini kila mtu anakukimbia. Salome, mbona ni jambo la kawaida? Kwani wewe umelichukuliaje? Kaka, kumbuka huyu mgeni alikufa miaka 10 nyuma, na kifo chake wanakijiji baadhi wanajua, hata wewe mwenyewe ulifika mahali pale kwenye msiba na tulizika. Sasa leo aje hapa afu naona wewe kama unachukulia kawaida. Ni kweli Salome, huyu kijana alikufa miaka 10 iliyopita, na ni kweli nilishuhudia kifo chake, na hata kaburi lake bado linaishi mpaka leo. Lakini lazima utambue kitu kimoja Salome, kila binadamu ameumbwa na macho matatu, japo wengi huwa walioni hilo jicho la tatu, kwa sababu jicho la tatu huwa linaonekana kwa sababu maalum. Wewe ulishuhudia kifo cha yule bwana mdogo kwa macho mawili. Leti ungeona kwa jicho la tatu, ungechukulia hili jambo ni la kawaida, ila kwa sababu uliona kwa macho mawili, ndio maana nakupa mateso. Kaka, kusema kweli sielewi unamaanisha nini, ila ningekuwa na mamlaka ya juu, huyu kijana ningemfukuza hapa. Na ndio maana ukupewa mamlaka ya juu, ukapewa mamlaka ya chini. Salome, hata siku moja nuru haiwezi kushindana na giza. Giza litabaki kuwa giza na nuru itabaki kuwa nuru. Lasha, nuru itabaki kuwa nuru siku zote. Na wahenga wanasema usilolijua ni sawa na usiku wa kiza. Sawa kaka, nimekuelewa, lakini naomba nikuulize swali moja. Rasha, unaweza ukaniuliza. Hivi kaka, huyu kijana tutaendelea kuishi naye humu ndani? Salome, unaweza ukanitengenezea kahawa? Sawa kaka. Naomba niletee kikombe kimoja cha kahawa. Mshawi wamekupa jina, umeteka roho za wengi, hofu imetanda kama moshi hewani, hakuna amani, mioyo imegandia, marafiki wanageuka madui, vita ya macho na maneno, mapenzi yanachomeka taratibu, lakini kila mtu anakukimbia. Mwanafunzi, niambie kida. Safi, uko poa? Poa, vipi shoga yangu Suzi? Safi, sawa. Wapi safari? Mimi nashuka hapo chini kwa kina Esther mara moja. Kuna nini huko? We, kwani kilichowatokea Mr. Sinyimwe na Mtemi wewe ukifahamu? Habari ya kuhusu nini? Ukitaka kujua umbea wote tuanze tu hapo kwa kina Esther. Haya, sawa, twende. Haya, poa. Mwanafunzi wa vituko, kijiji kimenyamaza, anapopita barabarani, vumbi linamfuata, ana macho ya maswali, siri zimejificha ndani, kicheko chake kina sumu, maneno yake kama panga, haogopi aliye na cheo, haogopi mtoto mdogo, anacheka kwenye machozi, anacheka juu ya moto. Mwanafunzi wa vituko, tunaogopa, kijiji kizima kinatetemeka kwa jina lako.
Habari yako? Salama. Bila shaka unaitwa Kante? Ndio, naitwa Kante. Umejuaje? Inavyoonekana wewe ni mfu uliokufa, yaani unatembea ukiwa umekufa. Ndio. Je, hilo umejuaje? Ndio, nalijua hilo. Na Mbolimboli amekutia uchawi wake na ndio maana amekuwa hivyo. Najua kama unahitaji kusaidiwa, mimi nipo tayari kukusaidia. Kasharti moja. Je, umekubali? Sawa, ndio nimekubali. Inatakiwa tuungane ili tuweze kumdhibiti Mbolimboli. Kwa hiyo zingatia ahadi yako. Ukija kuivunja kitakulamba. Nitakufanya. Kama nataka kusaidiwa nifuate. Mwanafunzi wa vituko tunaogopa, kijiji kizima kinatetemeka kwa jina lako. Mapenzi ya nyonya sumu mikononi mwako, utapeli, mateso, manyanyaso moyoni mwako. Ndugu zangu, poleni sana kwa majanga aliyotokea. Mimi ni kwa sele chochote. Asante, tumeshapoa. Karibu. Asante. Kwa hiyo wako wapi hao wagonjwa? Shoga yangu hapo humo ndani wamelala. Kama wewe kakaangu ndio aongei kabisa, yaani ukimwongelesha sijui anaongea vidudu gani. Huyo asinyimwe sasa. Yaani kapoteza network mpaka ajitambue. Kwa hiyo inakuaje? Kwa kweli mimi sielewi. Labda Kimbudu tumuulize. Kimbudu tuambie. Aisee, ndugu zangu, kwa mimi lakini uelewa wangu ninavyoona, jambo ambalo tukilifanya linaweza likatusaidia. Tumtafute Mbolimboli popote alipo, tukamwombe msamaha. Ndio itakuwa jambo jepesi hilo. Namuona anataka kwenda kutua, yaani tuende kwa ule mzee Mbolimboli tufe, maana ukienda pale uani kwake ni sawa sawa unalichungulia kaburi hivi, unaenda kujiua mwenyewe. Mimi sipo tayari jamani kwenda kwa mzee Mbolimboli, mtanisamehe. Jamani, kama Kimbudu alivyosema, ili janga ni kubwa. Inabidi tunyanyuke tuende kwa Mbolimboli tukaombe msamaha. Msichukue kitu masiala. Kimbudu, hilo swala la kwenda kwa Mbolimboli mimi hapana. Yaani mimi mtanitoa. Kama nyinyi mtaenda nendeni. Yaani mara 10 nimtafute tena Mwalimu Nyamitondo niwasiliane naye nijue huko kinaendelea nini. Lakini kuenda kwa ule mzee ni sana kujichimbia kaburi mwenyewe. Sasa kama ndio hivyo, kila mtu anakataa kwenda kwa Mbolimboli, na hapo hapo mnataka tena Mwalimu Nyamitondo apatikane. Sasa mnadhani nani ataenda kwa Mbolimboli? Au hamna shida na Mwalimu Nyamitondo yenyewe, si ndio? Tumwache basi, kama kapotea tumwache, tusimtafute. Mfano mmeuona kwa kaka yetu pale anavyohangaika huko ndani kama kuku. Alafu na nyinyi mnataka mtoe miguu yenu hapa mumfuate mzee Mbolimboli. Nyinyi nendeni, mimi siwezi kwenda. Kimbudu unasemaje? Sasa mimi hapa nitasema nini? Cha kusema mimi hapo hakuna. Kwa sababu tayari hapo kila mtu kashanikataa. Sasa nitaenda peke yangu kwa Mbolimboli? Basi sawa. Hilo hapana. Sawa. Tusikilizie kwanza. Rafiki yangu, hapa ndo nyumbani. Karibu. Asante. Shikamoo. Maba, kwema? Kwema. Dada, huyu rafiki yangu anaitwa Kante. Inaonekanika ni mgeni katika kijiji hiki. Ni mgeni lakini sio mgeni sana, maana yake nishawahi kuishi katika kijiji hiki. Karibu. Dada, hakuna hata chai umpatie mgeni? Chai imeisha. Labda ngoja nikampikie. Sawa dada. Rafiki yangu Kante, twende ndani ukapumzike. Mambo? Poa. Shwari. Shwari. Niambie.
Safi. Hebu niambie, unasemaje jamaa? Wanakwenda kwa mganga? Walienda kwa mganga wamerudi. Lakini urudi wao sio wa kawaida. Kwa sababu hivi ninavyokuambia, kakaangu amerudi, aongei, amekuwa bubu. Na huyo Asinyimwe kapoteza kumbukumbu, yani hajielewi. Hata jina lake hajijui, anajiita yeye mkomba mboga. Mkomba mboga? Hajielewi? Bubu. Hii imekaje kaje? Kwa hiyo sasa kwa sasa hivi wako wapi? Wapo ndani amepumzika, maana huyo Asinyimwe amefungiwa mlango asitoki. Kwa sasa imekwaje kwaje? Sijaelewa. Mimi sijui, ndo nimekaa hapa na tafakari sijui nikifanyike. Hii kweli ishakuwa changamoto. Basi sawa. Mimi hapa niko na langu hivi mtaakati hapo kwanza. Baadaye fresh. Wewe tena nakujua, basi kaa sambazi. We Mtemi, hebu basi jaribu kunielewesha nielewe. Unajua mpaka sasa hatujapata majibu yoyote. Yaani toka lilivyowakuta ili janga, wewe na mwenzako Asinyimwe, na isitoshe tumemtuma tena Mwalimu Nyamitondo na hajarudi mpaka sasa. Hebu tueleweshe vizuri bwana Mtemi, kiliwakuta nini huko mlivyoenda kwa mganga? Baba. Mtemi, hili swala unajua swala kuchekeana, sawa? Sisi tunataka kuwasaidia ujue. Au maswala yako unavyoniambia? Sikuelewi. Habibi, Alafu ninavyokuuliza unazingua. Mtemi, swali langu nimekuuliza, kimewakuta kitu gani mlivyoenda kwa mganga na mwenzako Asinyimwe? Maana mlivyorudi yani naona wote yani wewe ndo bubu, mwenzako hajieleki akili. Unajua mimi huwa napenda sana kumuona yani mtu anatumia ishara zake. Wewe si bubu, tumia ishara basi vizuri nikuelewe. Wewe unafanya mimi sikuelewi. Tumia basi hata ishara vizuri. Angalau tuelewane. Unajua unanikwaza. Mimi naondoka sasa hivi ujue. Yaani kwamba wewe sawa, kaa mwenyewe, acha naondoka. Si watu gani bwana? Azumba mwanafunzi, kichwa kiko mbali sana. Sharifa, karatasi zimejaa ndoto. Shwari. Nilikaa pale, lakini sasa nimekuona upo katika msongo wa mawazo sana. Maana nimekaa muda mrefu kweli pale, lakini nikaa sikuelewi shida ni nini hasa unaweza kusumbua. Ni mambo tu yanayoendelea hapa kijijini kwetu. Epi? Mela. Yaani hapa sielewi moja wala mbili. Miaka 10 iliyopita kakangu alifariki. Ni kitu ambacho kinanichanganya sana kichwani mwangu. Jina lake nani? Anaitwa Kante. Sharifa, wewe usiwaze sana. Maana hapa ndio kijijini kwetu jinsi kulivyo. Kwa nini nataka kuniambia huyo Kante ni ndugu yako? Ndiyo, Kante mimi ni ndugu yangu sana. Kwa alikufa miaka 10 iliyopita na mkamzika. Na ni kila nikikaa nikifanya kazi zangu sura yake bado inanijia kichwani mwangu. Haina shida. Sasa nimekuelewa. Ila basi usikae peke yako. Twende hapo juu tukazurule. Ili mradi upunguze mawazo. Sawa, nakushukuru sana Mela. Ila hapa kwetu kuna watu wanasumbua watu. Mboli na Azumba.
hao bwana watu hao. Asante. Mwanafunzi wa vituko, kijiji kimenyamaza, anapopita barabarani, vumbi linamfuata, ana macho ya maswali, siri zimejificha ndani, kicheko chake kina sumu, maneno yake kama panga, haogopi aliye na cheo, haogopi mtoto mdogo, anacheka kwenye machozi, anacheka juu ya moto. Mwanafunzi wa vituko, tunaogopa, kijiji kizima kinatetemeka kwa jina lako, mapenzi yanyonya sumu mikononi mwako, utapeli, mateso, manyanyaso moyoni mwako, giza lako linatuvuta pole pole. Mwanafunzi, nani atakuokoa? Kuna nyumba jirani, mlango haujafungwa, ndani kuna kilio.